Shalom mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea na majukumu yako ya kila siku. Mungu anatupigania, anatutetea, na hususani na ajali za mara kwa mara tunamuona Mungu akisimama upande wetu. Hivyo basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, niliyoko mbele yenu si mwingine ni Magdalena Evans Mamkwe, ambaye ni mhudumu katika huduma ya maombi na maombezi Mlima Moria Ministry iliyopo mkoa wa Kilimanjaro, maili 6 Msasani. Kwa wale ambao ni wageni ambao hawajui huduma ya Mlima Moria inapatikana wapi, kwa wale ambao tunatokea barabara ya Arusha, barabara ya Moshi mjini, tutashuka kituo cha mashine upande wa kushoto, tarudi nyuma kidogo utaona bango lililoandikwa Mlima Moria Ministry, na siku za huduma moja kwa moja itatuelekeza mahali huduma ilipo, sio mbali sana na barabarani. Vile vile huduma ya Mlima Moria Ministry ina siku za ibada kama ifuatavyo: Jumatano, ibada neno la Mungu inaanza kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11 kamili. Siku ya Ijumaa inaanza kuanzia saa 8 kamili mpaka saa 11 kamili. Vile vile kuna ibada za Morning Glory ambazo zinafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 12:30 mpaka saa 1:30. Tunawakaribisha nyote wenye shida mbalimbali, wenye magonjwa, tuje tumuone Mungu anavyotenda kupitia madhabahu ya Mlima Moria. Jumapili ya tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025, mpaka mafuta wa Mungu mtumishi Gideon anawakaribisha sana kwenye mafunuo la Mungu yanayohusu maombi juu ya watoto wetu. Mafunuo hayo yatasimamiwa na andiko linalotoka katika kile kitabu cha Danieli mlango wa 1 ule mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 4. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Unasema, mfalme akamwambia Ashpenazi, mkuu wa matoashi wake, awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wazuri wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kuifahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la kifalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Hivyo basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, tunaona watoto ni jeshi la kesho kutwa. Watoto ni hazina, watoto ni almasi. Wapo watoto ambao Mungu ameweka karama ndani yao, vipawa na ujuzi ambao sisi kama wazazi tunatakiwa tusimame kwa ajili ya kuvitetea vile vilivyoko ndani yao, ambao ni kusudi la Mungu viweze kuwa ni vitu vya hatari katika siku zijazo. Hivyo basi mtu wa Mungu, tukiangalia hata Yesu alipokuwa anazaliwa, nyota yake ilikuwa inang'aa. Kulikuwa na kitu cha utiisho ndani yake. Tukiangalia hata Musa alipozaliwa, tunaona ilitokea sheria kwamba watoto wote wa kiume wauawe, lakini tunamuona Musa aliyekuwa kwenye kisafina akaenda kuokolewa. Tukiangalia tunamuona Musa ndio aliyokuja kuwaokoa wana wa Israeli, ambaye Mungu alikuwa amemuandaa kuwa ni jeshi kubwa ambalo litakuja kufanya kazi siku za baadaye. Hivyo basi mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, siku hiyo ya Jumapili tutakuwa na maombi, na pia watoto wetu wataenda kuwekwa wakfu kwa ajili ya ulinzi. Mungu aweze kuwatetea, maana adui anatafuta vilivyoko ndani yao kwa ajili ya kuviangamiza visiweze kuendelea tena. Hivyo basi tunaomba tushirikiane katika maombi hayo, tumuone Mungu isivyo kawaida. Tunawakaribisha wazazi wote, watoto wote kwa ajili ya maombi, Mungu aweze kuwatetea. Vile vile mpenzi mtazamaji wa Gideon Online TV, nipende tu kukumbusha kwamba unapomaliza kutazama channel ya Gideon Online TV, kuna namba inapita pale chini. Vile vile Mungu akubariki sana, Mungu akutetee uweze kuchangia channel hii kama utakavyobarikiwa. Nikukumbushe tu, unapomaliza kutazama usisahau kushare, kusubscribe, kulike, kucomment. Kwa pamoja tuweze kuijenga familia moja ya Gideon Online TV. Mlima Moria Ministry inawapenda sana na inawakaribisha nyote. Njoni tumuone Mungu anavyotenda kupitia madhabahu hii.
Karibuni nyote. Bye bye.